Naitwa Askofu Philipo Mafuja, ni askofu toka Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT chini ya kanisa la AICT Dayosisi ya Pwani. Niendelee kumshukuru mkurugenzi wa Family Vibes kwa yale ambayo ameweza kuwasilisha, na mimi niendelee kuongeza jambo moja, na kwa wale wengine wenzangu walionitangulia, tunapoendelea kutafuta tiba ya chuki ama kuelewa njia za chuki, kwa sababu tumeelezwa madhara yake. Chuki ni mbaya sana kwako binafsi, kwa familia, eneo la kazi, kwa jamii kwa ujumla. Sasa njia mojawapo ama tiba mojawapo ya chuki, ndugu wanasemina wenzangu, niendelee kuwakumbusha tena, ni swala zima la ibada, yaani kumcha Mungu. Kumcha Bwana ni swala la imani, kwa sababu katika maisha yetu, haijalishi una imani gani, lakini tunaamini ya kwamba Mungu yupo, na tunapoamini juu ya Mungu, maana yake tunaamini kwamba yupo ambaye ana uwezo, ana mamlaka yote kuliko mwanadamu. Ndipo sasa swala la kiimani linaingia mahali pale. Ndio maana tunakwenda kuabudu. Biblia inasema ya kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha nini? Cha maarifa. Tunaposema ya kwamba nitainua macho yangu nitazame, msaada wangu utatoka wapi? Katika Bwana. Maana yake tunatakiwa pia tuwe ni watu wa ibada, watu wa imani. Tunapokwenda kanisani, tunapokwenda msikitini ama sehemu ya ibada, roho zetu zinahudumiwa katika njia ya kiroho, tena kwa njia ya imani. Kwa sababu tunapozungumzia imani ni swala zima la kuamini pasipo kuona, kuthibitisha kwa macho. Tunaamini ya kwamba Mungu yupo. Sasa tunapoenda kwenye nyumba za ibada, tunafundishwa na viongozi wa kiroho, ndipo mahali pale tunapata mambo mengi kutokana na changamoto za kimaisha tofauti katika maisha. Ndio tunakuta tunafundishwa kuvumilia, tunafundishwa kuchukuliana. Yale mambo yanaweza yakatusaidia. Tunafundishwa juu ya majaribu, kwamba tunapoishi hapa duniani hatuwezi kuyaepuka majaribu. Hata Yesu mwenyewe alijaribiwa. Hata Yesu mwenyewe aliwaambia watu, jipeni moyo, duniani mnayo dhiki. Kwa hiyo ni lazima uweze kumwabudu Mungu, uwe ni mtu wa imani. Tuwaelekeze watu pia kwenye nyumba za ibada. Mimi ninaishukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika matukio yote, anapokuwepo rais, makamu wa rais ama waziri mkuu, kabla ya mambo mengine yote, mara nyingi viongozi wetu wa serikali tumekuwa tukianza matukio na dua na sala. Hilo wote huwa tunalishuhudia. Ni kwa sababu tunaamini tunapoimba wimbo wa taifa ni wimbo ambao unamtaja Mungu, kwa sababu tunaamini yupo muumba wa mbingu na nchi. Kwa hiyo tunapokwenda nyumba za ibada, inatusaidia na tujenga kuishi kwa upendo. Mwasilishaji wetu, mkurugenzi wa Family Vibes, ameeleza habari ya Mungu, kwa sababu upendo ndio msingi wa yote. Kwa hiyo mimi nizungumzie, nisemee tu, niongezee swala la ibada, swala la kumwabudu Mungu ni njia mojawapo ya kutusaidia tuweze kutibu chuki katika jamii. Asante sana.